Kwa hiyo tuna mambo machache ya kuyafuatilia kwa ajili ya mwezi wa 10. Na tunafanya hivyo kwa sababu kibibilia kila namba kati ya zile namba 12 ina maana. Nilikuambia kwamba namba 12 ni namba za kiroho. Kuanzia namba 1, namba 2 mpaka namba 12, zile ni spiritual number na zina biblical meaning, zina maana kibibilia, na kila namba ina upako wake maalum, ina kitu chake. Sasa ukiangalia namba 10 ni namba iliyobeba kitu cha ukombozi, kwa sababu Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Kutoka, takuonyesha tu mifano michache, ile sura ya 12, Kutoka ile sura ya 12 kuanzia ule mstari wa 2, anasema mwezi huu, Kutoka 12 mstari wa 2, anasema mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka wenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana-kondoo na watu wa nyumba moja. Siku ya 10. Ukianza ule mstari wa 2, anazungumza habari ya mwezi huu utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu, na anasema utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Kwa hiyo kumbe mwezi unapoanza unaweza ukawa ndio mwanzo wa baraka kwenye maisha ya mtu. Hakuna anayejua huo mwezi umebeba kitu gani. Hawa ndugu waliambiwa mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Ina maana hawakuwa na miezi mingine, walikuwa nayo, lakini waliambiwa mwezi huu utakuwa mwanzo. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Kwa hiyo muda wote waliokaa kule utumwani, Mungu alikuwa anawaambia nimefuta zile kumbukumbu za mateso, nimefuta zile kumbukumbu za maumivu, nimefuta zile kumbukumbu za mahangaiko. Mwezi huu utakuwa mwanzo. Mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mwezi huu wa 10 ukawe mwanzo wa miaka kwenye maisha yako. Inawezekana katika jina la Yesu. Ikawe mwanzo wa uponyaji kwenye maisha yako. Ikawe mwanzo wa kibali kwenye maisha yako. Hawa ndugu zetu waliambiwa mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Kwa nini Mungu alikuwa anawasemesha hivyo? Anajua wameshakaa utumwani, wameshateseka, wameshahangaika, wameshalia, wameshapitia kila aina ya misukosuko. Mungu anawaambia huu mwezi utakuwa mwanzo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na akawaambia siku ya 10 itakuwa ni siku ya kutoa mwana-kondoo kila nyumba. Kwa sababu wale mnaofuatilia, ndio siku Mungu alikuwa anataka kushughulika na wazaliwa wa kwanza. Kwa hiyo kila nyumba itoe nini? Mwana-kondoo. Na mpake hiyo damu kwenye nini? Kwenye miimo ya nyumba. Na mnajua baada ya lile pigo, Farao na watu wake walinyosha mikono juu.
Bwana Yesu asifiwe. Wakasema sasa muondoke. Yatosha. Yatosha. Na Biblia inasema baada ya pale waliwateka nyara wa Misri. Wakawapa kila walichotaka. Neno likatimia kwamba mwezi huu utakuwa mwanzo. Utakuwa mwanzo wa miezi. Utakuwa ni mwaka wa kwanza kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na sisi tunamwamini Mungu kwamba huu mwezi wa 10 ukawe mwanzo wa kibali kipya kwenye maisha yako. Kwa unapoomba haya maombi, uwe na neno la kumwambia Mungu, Mungu ukawe mwanzo wa kile kitu ambacho wewe unataka. Unataka huu mwezi ukawe mwanzo wa nini kwenye maisha yako? Unataka ukawe mwanzo wa uchumi mpya, unataka ukawe mwanzo wa ndoa mpya, unataka ukawe mwanzo wa kibali kipya, ukawe mwanzo wa jina jipya. Unaweza ukang'ang'ana na Mungu. Wale wanaofuatilia, huu mwezi ndio mwezi wa matamko. Kwenye Biblia lile neno Mungu akasema iwe nuru, Mungu akasema, Biblia inasema alisema mara 10. Kwa ukifuatilia unagundua alisema mara ngapi? Mara 10. Akasema iwe nuru, iwe mianga, iwe mara 10. Kwa ina maana ni mwezi wa kimatamko. Ni mwezi wa kujisemea na wewe useme iwe nuru kwenye maisha yangu. Iwe kibali kwenye maisha yangu. Iwe baraka kwenye maisha yangu. Kwa sababu Biblia inazungumza wazi kabisa kwamba tumepewa amri, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata. Kwa unapotamka uwe na uhakika kwamba kile unachokitamka unakitengeneza kwenye ulimwengu wa roho. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini kile kitabu cha Isaya sura ile 43 na kuonyesha tu misali ambayo itatusaidia kusimama nayo kwenye maombi. Isaya sura ile 43 ule mstari wa 19 anasema, tanzia mstari wa 18. Mstari wa 18 anasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. Msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama nitatenda neno jipya. Ikiwa kuna mwezi mpya, maana yake pia kuna neno jipya. Mungu anasema nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Je, hamtalijua sasa? Sasa litachipuka. Kitu kinachochipuka wakati mwingine ni kitu ambacho hakijatazamiwa, hakijategemewa. Kama ni kitu kipya, maana yake ni kitu ambacho hakijatazamiwa. Kitu kipya ni kama surprise. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema tazama nitatenda neno jipya. Neno jipya ni neno ambalo hujalitarajia, hujalitegemea. Mungu anasema nitatenda. Kwa hiyo maombi tunayoomba ni maombi ya kutarajia Mungu akafanye kitu kipya kutokana na mahitaji ulionayo. Akafanye jambo jipya kutokana na mahitaji ulionayo. Mungu kafanye kitu kipya. Unataka Mungu afanye kitu kipya kwenye eneo gani la maisha yako? Kwa hiyo anasema tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani. Akisema nitafanya njia hata jangwani, maana yake nitafanya njia hata mahali ambapo hujawahi kufikiri wewe pangeweza kuwa na njia. Nitakuinulia hata mtu ambaye hujawahi kufikiri ningekuinulia. Nitakupa mifumo hata ambayo hujawahi kufikiri ningekupa. Nitakupa spidi hata ambayo hujawahi kufikiri ningekupa. Kwa anasema nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Lakini nilichotaka ukione, tazama nitatenda neno
jipya. Anasema tazama nitatenda neno jipya. Kwa hiyo lazima uwe na hizo expectations, lazima uwe na hayo matarajio. Hayo matarajio unaanza kuyatengeneza kwenye maombi. Unaanza kuyatengeneza kwenye maombi. Unaumba kwanza kwenye maombi, alafu ndio unaenda sasa kuanza kusubiri kile ambacho umekiumba kwenye nini? Kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Ayubu 38. Ayubu 38 ule mstari wa 12. Ayubu 38 ule mstari wa 12 anasema, je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake? Swali unaloulizwa ni kama umetumia nafasi uliopewa vizuri. Kama umetumia nafasi uliopewa sawa sawa. Swali ni je, umeiamuru? Je, umeisemesha? Je, umeiambia? Kwa lile neno umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza ni sawa na kusema, je, umeamuru mwezi mpya? Umeusemesha mwezi mpya? Tangu ulipoanzaga kuingia kwenye miezi, umeshaipata nafasi ya kuusemesha huo mwezi kabla haujaanza? Na anaeleza vizuri kabisa, anasema umeyajulisha mapambazuko mahali pake, yapate kushika miisho ya nchi, ili kile kitu ambacho kimekusudiwa kikatokea kama kilivyokusudiwa. Kilichokusudiwa ni nini? Kumbuka Yohana 10:10, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kusudi la Mungu kwenye maisha yako ni uwe na uzima kisha uwe nao tele. Lakini huo uzima lazima wewe uusemeshe, lazima wewe uketishe. Na ndio maana anasema umeyajulisha mapambazuko mahali pake, yapate kushika miisho. Kwa unapoanza kuzungumza na mwezi, maana yake unazungumza na mwezi mzima. Yaani mwezi ukawa na baraka kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alafu ndipo anasema waovu wakung'utwe wakawe mbali. Kwa hiyo wewe unaposemesha, wewe unapoamrisha, maana yake hutaki kitu ambacho sio kusudi la Mungu kikae. Kwa ndio maana Biblia inasema waovu wakung'utwe, waovu wakung'utwe. Mara nyingi nimekuaga nikitoa mifano nikisoma huu mstari. Kukung'uta maana yake ni kuhakikisha hakuna kinachosalia. Kwa nini waovu lazima wakung'utwe? Kwa sababu kuna waovu ambao wamekaa kimikakati, hawataki kuonekana. Kuna waovu wamejificha maeneo ambayo huwezi kuwaona kibinadamu. Kuna waovu wameng'ang'ania, wanataka tu wawepo. Lazima kuachilia nguvu za Mungu zitakazosababisha washindwe kuona pa kushikilia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unao wajibu wa kusemesha mwezi wa 10. Kwa nini mwezi wa 10 ni wa muhimu? Mwezi wa 10 ni wa muhimu kwa sababu ni last quarter of the year kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili ni robo tatu ya mwaka ya mwisho. Tuna robo tatu 4 za mwaka. Tuna robo tatu ya kwanza inayoanza mwezi wa kwanza mpaka wangapi? Mpaka wa 3. Tuna robo tatu ya pili inaanza mwezi wa 3 mpaka wa 6. Tuna robo tatu ya 3 inaanza mwezi wa 6 mpaka wa 9. Tuna robo tatu ya mwisho inayoanza mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12. Hii robo tatu ya mwisho ya mwaka ndio inayoamua mwaka wako umeendaje, na ndio itakayoamua robo tatu ya kwanza ya mwaka 2026.
Kwa ni lazima kujipanga na Mungu kwenye hii robo tatu. Na hii robo tatu ya mwisho inaanzia mwezi wa 10. Kwa lolote ambalo lilikusudiwa 2025 la baraka, la kibali, la kuinuliwa kwenye maisha yako, lazima litokee kwenye robo tatu hii. Kwa hiyo huu lazima ukawe ni mwanzo wa miaka. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana Mungu akasema kwa kuwa huu ni mwanzo wa miaka kwenu, kila familia itoe sadaka. Kila familia ichinje. Na leo bahati nzuri kwa sababu tutakuwa na sadaka pia maalum hapa. Kwa hiyo hakikisha unapoachilia hiyo sadaka unaiambatanisha kabisa na kibali kilichoko kwenye mwezi wa 10. Na kile utakachokuwa unakisemesha, na kile utakachokisemesha. Ndio maana unapoomba lazima uombe kwa imani, yani semesha vitu kwa imani. Usiombe kwa utaratibu, usiombe kwa sababu tu umepata muda. No, semesha vitu kwa imani. Na ndio maana waga natamani sana kabla hujaomba uwe unajua unachokiomba, kwa sababu kinachosababisha nguvu ya maombi ni ule ufahamu ulionao juu ya kile unachokiomba. Ndio maana anasema nitaomba kwa roho, nitaomba na kwa akili. Yaani unapoomba kwa akili maana yake unafahamu ni nini unachokisemesha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo kuna wakati tunalazimisha vitu vitokee kwa sababu tunajua kinatakiwa kutokea. Kwa kuna vitu kama havijatokea kuanzia kota ya kwanza, havijatokea robo ya kwanza, robo ya pili, robo ya tatu, sasa tunaenda robo ya mwisho, hivyo vitu lazima vilazimishwe kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Lazima vilazimishwe kuzaliwa. Yaani baraka zilizotakiwa kuzaliwa lazima zitokee. Hii robo tatu ya mwisho, hiyo baraka lazima ikaachiliwe katika jina la Yesu. Na sisi tunamwamini Mungu kwamba yeye ni mwaminifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo unavyoomba unamwambia Mungu, mwezi huu, unamwambia Mungu, mwezi huu ukawe ni mwezi wa kibali kwenye maisha yangu. Ninajitamkia kibali, ninajitamkia kibali. Ukawe ni mwezi wa mimi kukumbukwa maeneo muhimu ambayo natakiwa kukumbukwa. Ukawe ni mwezi utakaokuwa upande wangu. Kuna watu wengi sana unakuta mwezi unaanza uko kinyume chake. Usikubali mwezi unaanza uko kinyume chako. Uamlishe mwezi uwe upande wako, mwezi uwe upande wako. Baraka zilizoko kwenye huo mwezi ziwe upande wako. Uzima ndio uwe upande wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini unafahamu Mungu amehusianisha fungu la 10 na madirisha ya mbinguni kufunguka. Kwa nini fungu la 10? Fungu la 10 ni namba 10. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Amezungumza habari ya fungu la 10 kwamba mtu akitoa fungu la 10, mimi nafuatilia namba 10. Akitoa fungu la 10, madirisha yatafanya nini? Yatafunguka. Maana yake nini? Maana yake kwenye mwezi wa 10 kuna upako maalum wa madirisha kufanya nini? Kufunguka. Hatutaki kujua nani aliyafunga, wala hatutaki kujua yalifunguaje. Sisi tunachotaka yafanyeje? Yafunguke. Kwa Mungu ninaomba ule upako wa madirisha kufunguka, ile neema ya madirisha kufunguka. Huo upako ukawe juu yangu, hicho kibali kikawe juu yangu. Unatamka. Je, umeamuru? Je, umesemesha? Kwa nini? Kwa sababu nimekupa amri. Nimekupa amri, ndivyo anavyosema kwenye Luka 10:19. Nimekupa amri. Nimekupa amri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetia maneno yangu kwenye kinywa chako, ndivyo anavyoongea kwenye Yeremia. Nimetia maneno yangu kwenye kinywa chako ili kung'oa na kubomoa na kuharibu, ila ujenge na kupanda. Maana yake utumie hicho kinywa chako kuhakikisha vitu vinatokea kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho, usisahau kwamba huu mwezi wa 10 wa mwaka huu ni mwezi maalum kwenye nchi yetu. Kwa nini?
kwa sababu ni mwezi unaoamua mifumo yetu ya kisiasa. Bwana asifiwe. Tunahitaji nguvu za Mungu za ziada kwenye mifumo yetu ya kisiasa mwezi huu wa 10. Tunahitaji Mungu ajifunue kwa upya, Mungu ajidhihirishe kwa upya, Mungu afanye kitu kipya. Na ndani ya mwezi huu ndio kuna uchaguzi. Kwa hiyo lazima Mungu akajifunue hapo. Lazima Mungu akajidhihirishe hapo. Kusudi lake likafanye nini? Likasimame. Lakini anayeweza kusemesha na kuamrisha ni wewe utakapokuwa umesimama kwenye zamu yako. Kwa sababu wewe usiposimama kwenye zamu yako, kanisa lisipoomba juu ya mwezi huu na juu ya uchaguzi unaokuja tarehe 29, kama kanisa halisimami kwenye nafasi, uwe na uhakika wale wanaoabudu miungu, uchawi, uganga, ushirikina wameshamaliza. Nini wanataka kuona kinatokea? Nini wanataka kuona kinafanikiwa? Kwenye ulimwengu wa roho wamemaliza. Lakini sisi tumepewa amri kwenye ulimwengu wa roho, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, tusemeshe. Tunataka kuona nini kinatokea. Usisahau, siasa zina mahusiano ya moja kwa moja na uchumi wako. Usisahau hicho kitu. Siasa zina mahusiano ya moja kwa moja na elimu ya watoto wako. Zina mahusiano ya moja kwa moja na chakula chako. Kwa hiyo usipoomba juu ya siasa za nchi, automatically umeamua kwamba liwalo na liwe. Na Biblia inasemaje? Pasipo maono watu waacha kujizuia. Kwa Kiingereza amesema pasipo maono watu wanaangamia. Without vision people perish. Tutajuaje huna maono? Huhangaiki. Unasema kitakavyokuwa ndio hivyo hivyo. Kama ipo tu. Mungu atajipigania mwenyewe. Tumemwachia Bwana afanye nini? Na yeye anasema utakayoyafunga duniani ndio atakayofungwa na mbinguni. Alafu unasema sisi tumemwachia Bwana. Yeye anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Wewe unasema tumemwachia Bwana. Kaliulize kanisa la kwanza, walimwachia Bwana kuhusu Yakobo. Walikuta kakatwa kichwa. Ilipokuja kwa Petro wakasema hatumwachii tena. Biblia inasema kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili ya Petro. Na Bwana akasema nilikuwa nawasubiri mseme. Malaika akashuka wapi? Gerezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna kitu cha kumwachia Bwana. Lazima tusimame kwenye nini? Kwenye nafasi. Lazima tusimame kwenye zamu. Habakuki aliwahi kufanya kosa kama hilo. Mungu akamwambia Habakuki, lazima usimame kwenye nafasi. Alipomwelewa Mungu akasema mimi nitasimama kwenye zamu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi leo tunaenda kusimama kwenye zamu zetu katika jina la Yesu. Juu ya nchi, juu ya familia zetu, juu ya maeneo ambayo Mungu ametuweka, juu ya vitu ambavyo Mungu ametupa, tukasemeshe huu mwezi wa 10, tukaone Mungu akifanya vitu kwenye ulimwengu wa roho. Hii kota ya mwisho isiwe kota ya maombolezo kwenye maisha yako. Hii robo tatu ya mwisho isiwe robo tatu ya uchungu, isiwe robo tatu ya mateso, isiwe robo tatu ya fedhea. Hii robo tatu ya mwisho isiwe robo tatu ya majuto kwenye maisha yako. Ikawe ni robo tatu ya baraka. Ukamalize mwaka kwa baraka, ukaanze mwaka mwingine kwa baraka. Kama taifa kwetu Mungu akafanye jambo jipya juu ya taifa hili. Kwa sababu mwezi huu wa 10 unaamua miaka 5 inayokuja kwenye mifumo ya siasa ya nchi yetu. Kwa tunamhitaji Mungu sio kidogo. Fikiria miaka 5 yote inaamuliwa kwenye mwezi huu. Inaamuliwa kwenye mwezi huu. Kwa kanisa lazima liombe. Kanisa lazima lisimame kwenye nafasi. Mungu zaa kitu kipya, fanya jambo jipya, jifunue katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naamini umenielewa. Jina la Yesu libarikiwe sana.
naomba usimame mahali ulipo. Twende mbele za Mungu wetu sasa. Unaweza sasa ukashika ile sadaka yako ambayo Bwana amekupa kwa ajili ya maombi haya. Kama ulikuwa hujapata ile bahasha, unaweza kupata hiyo bahasha. Ni sadaka muhimu sana kutoa leo kwa sababu ni robo tatu ya mwisho. Kwa hiyo sadaka yako ina mahusiano kabisa na ile robo tatu ya mwisho ya mwaka. Kwamba Mungu akazae kitu ambacho kitakusaidia. Kuna chakula huwa tunakula kwa ajili ya siku ya leo tu, lakini kuna chakula unakula kitasababisha nutrients kwenye mwili wako hata siku 3 zinazokuja, hata mwezi mzima unaokuja. Elia alikula chakula kikamsaidia mwezi mzima. Na wewe kuna maombi unaomba leo ili yakusaidie miezi 3. Hayo ni maombi ya kimaagano, ni maombi ya kimapatano, covenant prayer. Kuna watu bado wanahitaji bahasha unless kama zimeisha. Yuko Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yuko Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Naomba unyanyue mkono wako juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, natakasa nafsi yangu, natakasa roho yangu, natakasa na mwili wangu kwa damu yako Yesu. Ninasimama sasa kwenye zamu yangu kama kuhani na mfalme aliyenunuliwa na damu yako ya thamani pale msalabani. Asante kwa kuninunua. Asante kwa kunilipia deni nililokuwa nadaiwa na ufalme wa giza kwa jina la Yesu. Hivyo basi, kila uhalali wa roho za giza kinyume cha maisha yangu, kila mashtaka yaliyosimamishwa kinyume cha baraka yangu, leo kwa damu yako Yesu, leo kwa damu yako Yesu, leo kwa damu yako Yesu, nafuta mashtaka yote ya uovu juu ya nafsi yangu, juu ya roho yangu, juu ya mwili wangu, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu. Ninajivika nguvu, ninajivika ujasiri, ninajivika neema, ninajivika kibali kwa jina la Yesu. Na iachilia hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu inisafishe, initakase, inioshe kabisa kwa jina la Yesu. Sasa ninajivika hiyo mamlaka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nikienda kinyume na kila mipango ya uovu, ya uharibifu, ya mabaya juu ya mwezi wa 10, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ninauteka nyara mwezi wa 10 kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Kila ubaya hautafanikiwa juu yangu, juu ya ardhi yangu, juu ya taifa langu kwa jina la Yesu. Kila uovu hautafanikiwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mwezi wa 10 ukanizalie, ukanizalie, ukawe baraka, ukawe majibu kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Mwezi wa 10 usilete mauti kwenye mikono yangu kwa damu ya Yesu. Ninakataa hasara
ninakataa mateso, fedhea, aibu, mahangaiko, mikwamo kwenye mwezi wa 10 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila uovu achia, 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 achia kwa jina la Yesu. Ninafuta ajenda za watu wabaya juu ya mwezi wa 10 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ile baraka iliyozuiwa ikachipuke mwezi wa 10 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuomba sasa vile Roho Mtakatifu alivyokusemesha. Endelea kuachilia hiyo damu ya Yesu juu ya mwezi wa 10. Semesha mwezi wa 10 juu ya afya yako. Amuru afya mwezi wa 10 ukawe ni mwezi wa ukombozi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Futa hizo ajenda za kuzimu kwenye mwezi huu wa 10. Batilisha sadaka za miungu, sadaka za uchawi, sadaka za uganga, sadaka za ushirikina. Zibatilishe kwenye mwezi huu wa 10. Hii robo tatu ya mwisho ya kumaliza mwaka ikawe robo tatu ya kibali chako, ikawe robo tatu ya kukumbukwa, ikawe robo tatu ya Mungu kukufanyia muujiza. Huu mwezi wa 10, mwezi wa 11, wa 12, milango yako ikafunguke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Waovu wakakung'utwe, wakawe mbali, wakawe mbali, wakawe mbali. Waovu wasikaribie hema yako, waovu wasikaribie duka lako, waovu wasikaribie shamba lako. Watawanyike, wakimbie, watawanyike kwa njia 7 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafunga milango yote ya uharibifu, milango yote ya mabaya, milango yote ya hila iliyofunguliwa kwa namna yote ile na madhabahu za kichawi, za kushirikina, tunaifunga kwa jina la Yesu. Tunafunga milango ya uovu kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana-kondoo, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana-kondoo, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya Yesu. Tunatamka amani, tunatamka utulivu, tunatamka kibali, tunatamka neema ya Bwana, tunatamka udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye mwezi huu wa 10 kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Huo mkono wa Bwana ukakushike tena, huo mkono wa Bwana ukakuinue tena, huo mkono wa Bwana ukakusimamishe tena. Huu mwezi wa 10 Bwana akajifunue, Bwana akajidhihirishe, Bwana akajitukuze. Madirisha ya mbinguni yakafunguke, yakafunguke, yakafunguke. Yale malango yako yakawe wazi kwa jina la Yesu. Bwana akakukutanishe na watu wema waliobeba baraka zako, waliobeba taarifa njema katika jina la Yesu. Tunakataa, tunakataa, tunakataa kila aina ya mipango ya uharibifu. Tunawakataa wakina Sanbalati na Tobia, wale waliokusudiwa kuleta uovu na uharibifu mwezi wa 10. Tunawakataa wakina Iskanda, tunawakataa wakina Amani ambao hawataki kuona baraka yako, hawataki kuona kibali chako. Tunawakataa kwenye mwezi wa 10 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Miezi hii ya kumaliza mwaka ikawe na matokeo, ikawe na kibali, ikawe na upesi, ikawe ya spidi, ikaachilie wepesi kwenye hatua zako. Uzito wa kila namna ukaachie kwa jina la Yesu. Uzito wa kichawi, wa kishirikina, kwa damu ya Yesu ukaachie. Ule utayari ulioondolewa ukarejeshwe kwa jina la Yesu. Bwana akainue mikono yako, akafanikishe mikono yako. Lolote lililoko katika uwezo wa mikono yako likafanikiwe. Utayari ulioondoka, miguu ambayo imekuwa dhaifu, miguu ambayo imelegea, Bwana akaiuishe kwa upya. Mikono ambayo imekuwa dhaifu, Bwana akaitie nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wale watesi wasikuone, njia yao ikawe giza, ikawe utelezi, wakarudishwe nyuma, wakaanguke chini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana akatete na wanaoteta na wewe, akapigane na wanaopigana na wewe. Mwezi wa 10 ukawe wa kibali, ukawe wa kibali, ukawe wa kibali. Mwezi wa 10 ukawe upande wako, ukasimame upande wako,
10 ukasimame upande wa watoto wako. Mwezi wa 10 ukasimame upande wa biashara zako. Mwezi wa 10 ukasimame upande wa familia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa moto na damu ya msalaba, kwa moto na damu ya mwana kondoo, kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu, hicho kibali kipya juu yako, hiyo neema mpya juu yako, hizo hatua mpya juu yako zikaachiliwe kwa upya kwa jina la Yesu. Endelea kusemesha mwezi wa 11 na wa 12. Semesha hiyo miisho ya mwaka huu, semesha hiyo miisho ya mwaka huu, semesha hiyo miisho ya mwaka huu. Miisho ya mwaka huu ikawe ya matokeo, miisho ya mwaka huu ikawe ya matokeo, miisho ya mwaka huu ikawe ya baraka, isiwe miisho ya majuto. Miisho ya mwaka huu isiwe miisho ya mahangaiko, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana akatembelee shamba lako, akatembelee biashara yako, akatembelee ndoa yako, akatembelee wajukuu. Bwana akatembelee watoto, akatembelee kwenye miisho ya mwaka huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ramosekerenderebosaka rapakorebosanda rabakoria retokorobosanda rabakoria darabasaya rekerenderebosekerebokorobosaka rapakorobosanda rabakoria. Baba, tunalileta taifa letu kwenye msalaba, tunaachilia damu yako juu ya ardhi ya Tanzania. Mwezi huu wa 10 unapoanza, tunaitamkia Tanzania mema, tunaitamkia Tanzania baraka, tunaitamkia Tanzania mafanikio, tunaitamkia Tanzania kibali. Tunakataa uovu juu ya Tanzania, tunakataa uharibifu juu ya Tanzania. Baba, nguvu zako zikadhihirike juu ya taifa hili, uweza wako ukadhihirike, kibali chako kikaonekane. Bwana, kapigane juu ya taifa hili, kasimame mwenyewe, kajifunue mwenyewe. Mwezi huu wa 10 unaenda kuzaa mpango wa miaka 5 inayokuja. Baba, tunakataa mwezi wa 10 kuzaa mapooza, tunakataa mwezi wa 10 kuzaa majuto, tunakataa mwezi wa 10 kuzaa uharibifu. Ile nguvu ya kuzaa inayoenda kuzaa mfumo wa kisiasa kwa miaka 5 inayokuja, mwezi huu wa 10 tunaachilia hiyo nguvu ya msalaba, hiyo nguvu ya damu ya Yesu. Mwezi wa 10 ukazae kama mwanamke wa Kiebrania, anayezaa baraka, anayezaa matokeo, anayezaa neema kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mwezi wa 10 katuzalie kibali, katuzalie kibali cha taifa, katuzalie baraka za taifa, katuzalie maongezeko ya taifa, katuzalie kile kitu ambacho Bwana anaenda kukitumia kuleta matokeo juu ya uchumi wa taifa hili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hebu sema neno kwa ajili ya mwezi huu wa 10 na kwa ajili ya kile kitu ambacho kinaenda kuzaliwa, katika jina la Yesu. Omba vile Roho Mtakatifu anavyokuwezesha kwa ajili ya mwezi huu wa 10 na kwa ajili ya uchaguzi ulioko mbele yetu. Bwana Yesu akafanye jambo jipya. Jambo jipya likachipuke, jambo jipya likachipuke, jambo jipya likachipuke, jambo jipya likachipuke. Reposekerenderebosaka rapakoria ndarabakoria. Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Jawabu linatoka kwa Bwana, jawabu linatoka kwa Bwana, jawabu linatoka kwa Bwana, jawabu linatoka kwa Bwana. Rebo sakarabakoria ripo sekerenderebosaya. Bwana akajifunue, Bwana akajidhihirishe, Bwana akajifunue, Bwana akaiponye nchi, akaiponye nchi. Amesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, watanitafuta uso, wataomba, wataacha njia zao mbaya, watageuka na kuomba, anasema nitasikia kutoka mbinguni, nitaiponya nchi. Anasema nitaiponya nchi, anasema nitaiponya nchi. Bwana akaiponye nchi. Mwezi huu wa 10 ni lango la miaka 5. Mwezi huu wa 10 ni lango la miaka 5. Mwezi huu wa 10 Bwana akaiponye nchi ya Tanzania, akaiponye nchi ya Tanzania, akaiponye nchi ya Tanzania. Baba, tunakuita
Ulisema utatokea kama shujaa wa vita, ulisema utatokea kama shujaa wa vita. Tunakutarajia, tunakusubiria ukatokee kwenye taifa letu, ukajifunue kwenye taifa letu, ukajidhihirishe kwenye taifa letu. Waovu wakurutwe, wakawe mbali na taifa hili, wakawe mbali na ardhi hii, wakawe mbali, mipango ya uovu isifanikiwe katika jina la Yesu. La mosa la makorebo seke rende rebo korobo saka rando rebo korobo saka rapa korobo seke rende rebo kolia repo korobo saka raba korobo saka. Bwana Yesu, watoto wako tumekuja na sadaka zetu, tunaunganisha hizi sadaka na madhabahu ya mbinguni, tunaunganisha hizi sadaka na kibali chako, tunapatanisha hizi sadaka na ile sadaka uliyoitoa ulipomtoa Yesu afe pale msalabani. Tunaunganisha sadaka hizi na ile nia iliyokuwa kwenye moyo wako, nia ya ukombozi, nia ya kuleta mabadiliko, ile nia iliyokuwa kwenye moyo wako ulipomtoa Yesu awe sadaka, ulipomtoa Yesu awe sadaka, ile nia iliyokuwa kwenye moyo wako Baba, tunajiunganisha na ile nia, tunajipatanisha na ile nia tunapoachilia hizi sadaka. Oh Bwana Yesu, isiwe tu sadaka, lakini zikawe ni sadaka zinazopiga kelele, zikawe ni sadaka zinazodai kwenye neema yako, kwenye kiti chako cha enzi, kama sadaka za Kornelio zilivyodai kibali chake, zilivyodai moyo wake. Usiangamie, usiangamie. Oh Bwana Yesu, tunapoachilia hizi sadaka zikadai yale yaliyopo kwenye mioyo yetu, zikadai Bwana, zikakukumbushe maombi yetu. Lebo salaba korebo seke rendoria bakoria ndarabasaka rapa koreko korobo saya repo koria ndarabasaka katika jina la Yesu. Robo seke renderebo kori robo korobo saka raba kori. Uwepo wa Mungu umekufunika, hiyo neema ya Bwana iko chini yako. Rabo saka raba korobo saka rende rebo koria ndaraba sai karia ba koria ba sai karia ba korobo seke repo korobo saka raba korobo sai rama korende rebo korobo saka raba korobo seke rindoria makoria ba sai karia ba koria ndaraba korobo saka rapa korobo seke rebo koria ndaraba koria rapa korebo korobo saka raba koria repo korobo seke rende rebo koria. We connect to the divine favor, we connect to the divine breakthrough in the name of Jesus. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Baba, tunajiunganisha na huo upendeleo wa kimbingu, tunajiunganisha na huo upendeleo Bwana, huo upendeleo, tunajiunganisha na huo mkono wako, tunajiunganisha na hicho kibali chako, tunajiunganisha na hiyo neema yako, tunajiunganisha na matokeo. Mtoto wako anapotoka mahali hapa Bwana, damu yako iende mbele yake, ikatakase kila mahali atakapopita na kukanyaga leo, atakapopita na kukanyaga weekend hii, popote Bwana atakapoingia, wakamwite heri, wakamwite aliyebarikiwa. Huo upako uende pamoja naye, hiyo neema iende naye ofisini, iende naye nyumbani, hiyo neema yako, huo upako wako uende naye shambani, uende naye kila eneo kwenye vikao, hiyo neema yako iende naye Bwana. Tunatamka breakthrough kila atakapokanyaga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Milango yake ikafunguke, akaone huo mkono wako, akaone hiyo neema yako, akaone hicho kibali chako, akaone huo utiisho wako ukitangulia mbele yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako Bwana yatosha kumtetea na kumsaidia.